The same story, new chapter. Tunapokutanisha mawazo ya watu, tunapoangalia yale yanayowakumba wao, kwani sisi hatujui ila ulimwengu wao unazungumza kitofauti. Najua wewe ni shujaa, najua wewe ni mpambanaji unayetaka vitu vya kutofauti kwenye jamii yako. Yapo yanayokufanya ufikirie sana zaidi na vile ambavyo ulivyo. Hii leo kwenye new story, the same chapter, wewe ni shujaa wetu. Bila kupoteza wakati tunaendelea tulipoishia kwa siku ya jana, ambapo tulishia pale papo Bahati anasema anaondoka, anarudi zake mjini baada ya msiba na nini yote iliyotokea, kwa sababu mama yake yeye ameendelea kukazia kuishi kwenye ucheyo wake. Basi Bahati anasema mimi kasema narudi zangu mjini, maisha nikaendelea kupambana na maisha, uchumi wangu wenyewe umeyumba. Bahati anasema nimefulia vibaya mno, yani sina pay, nimefulia mpaka namuonea mke wangu huruma, kwa sababu ni mtu ambaye ananisapoti sana, yani ananisapoti hata kama na changamoto gani na nini, lakini yani ananisapoti mpaka too much. Basi Bahati anasema nilianza safari kweli ya kurudi Dar es Salaam kutokea Njombe, na Bahati anasema nimeanza safari naondoka, lakini Bahati anasema huwezi amini ile siku, yani nimeondoka pale nyumbani, nimetoka tu pale nyumbani nikafika stendi. Nimefika stendi naambiwa kwamba dadangu amezidiwa ghafla. Nikaambia mama, baba dada amezidiwaje? Yani kazidiwaje ghafla? Mimi nimeondoka asubuhi, Bahati anasema nimewaacha wamelala of course, lakini mimi dadangu jana usiku tumekuwa naye, tumekula na nikiwa naongelea pale nikamwambia kwamba anaondoka na nini. Basi haya nielewi, lakini namshirikisha hivyo, nikamwambia kwamba mimi kesho naondoka, na nini akawa ananitania na nipo usiondoke bana, usiondoke vile kama hivyo yanavyoongea. Kwa Bahati ananiambia mamangu ananiambia dadangu kaanguka, amezimia, amepoteza fahamu, haongei, hafumbui macho, hafanyi chochote. Bahati anasema mkononi tayari nina tiketi ya kuondoka, tayari ninayo tiketi. Sasa nipande gari nirudi nyumbani. Bahati anasema sielewi. Nikampigia simu mke wangu. Bahati anasema nimpigie simu mke wangu, nikamwambia wife kwamba yani nimeshafika stendi nini, lakini sasa hivi naambiwa dada ameanguka, haongei, hafumbui macho, kaanguka tu ghafla. Bahati anasema dada mke wangu mimi ana roho ndogo sana, yani hivyo akaniambia Bahati, sasa utaondoka afu ufike huko, kama akizidiwa itabidi tena urudi, kwa hiyo wewe nenda tukamuone dada, ni dada yako, hiyo nauli unayoonea uchungu ni tofauti na maisha. Dada yako ndo mtu pekee ambaye umebaki naye, kumbuka, ndo ndugu yako pekee yake ambaye umebaki naye kwenye ulimwengu, dada yako yeye tu. Kwa hiyo mbuka muone, ujue kuna nini. Hizi pesa tunaendelea kuzitafuta tu, wewe nenda kamuone ili tujue tunafanya nini. Bahati anasema nikarudi kwa mama, nikampigia mama simu, nikamwambia mama, ni unatafuta namna mimi nisiondoke au kweli dada ameanguka? Akaniambia Bahati, mimi naweza nikaamka nikajichungia hadithi kwamba dadako amepoteza fahamu asubuhi yote, kwamba nimelala nikaota dadako kapoteza fahamu, yuko hapa, njoo muone. Bahati anasema kweli nikafika nyumbani. Sasa nilipofika nyumbani nikakuta wamekaa kwa ndani tu sebleni, wamemlaza kwenye mkeka. Bahati anasema kuna maji hapo kwenye kindoo, wanamkanda sijui. Bahati anasema nikashindwa kuelewa, lakini Bahati anasema nilipofika alikuwa mamangu, nasema na mzee mmoja ambaye Bahati anasema namkumbuka siku ambayo nilimuona yule mzee na nikaongea naye kwa kina. Ni siku ambayo kakaangu alivyokufa, kipindi kile nikiwa bado mdogo. Kakaangu alivyokufa, alivyoanguka fuye, ndo alikuwa mzee wa kwanza kufika eneo la tukio. Na Bahati anasema alikuwa na mama mwingine pia. Yule mama alikuwa anamsemaga sana mamangu kwamba mamangu mimi ni mchawi, alikuwa anamsema mpaka watoto wake wakawa wanachukiaga shuleni.
huyo mama pia alikuwepo. So, kwake na kwetu sio mbali sana. Hapana ujirani sana lakini sio mbali sana. Na Bahati anasema na wamama wengine wawili ambao nawajua lakini nawajua pesa ni wa mtaa huo. Na mbaba mwingine. Kwa Bahati anasema alikuwa baba wawili na wamama watatu. Nikafika pale nikamuuliza mama, sasa kama dada amezidiwa hivi, kwa nini tusitafute usafiri wa kupelekwa hospitalini kuendelea kukaa naye hapa? Basi ngoja mimi nitafute utaratibu wa usafiri, tuweze kumpeleka hospitali. Hawezi kukaa na mtu ambaye ni mgonjwa azungumzie nini afanyaje? Bahati anasema yule mzee mmoja akaniambia, yule mzee ambaye sasa namkumbuka akaniambia, kaa pale Bahati. Nikamwambia nikae tumfanyaje? Yaani tutamkanda hivi mpaka saa ngapi? Kama mtu ameanguka muda mrefu na haongei chochote itakuwaje? Bahati anasema yule mzee akaniambia, so hayahusiani na mambo ya hospitalini. Ukimpeleka hospitalini umempeleka tu kaburini. Basi sasa pale akili ndio ikarudi rasmi. Basi sasa amekaa chini, akaniambia na mimi nikae chini. Amekaa amemzunguka dadangu hivi na mimi nikakaa. Akasema wewe ngoja nikae nimfanyaje nisikilize. Muda huo Bahati anasema simu inaita, mke wangu anapiga. Nataka kujua na kinaendelea nini, lakini Bahati anasema nilivyoona anapiga nikamwambia tu, nikampokea nikamwambia subiri kidogo nitakurudia. Ni kweli dada hayupo sawa lakini subiri nitakurudia. Basi Bahati anasema tumekaa pale, nikamwambia yule mzee, umesema kwamba nikimpeleka dadangu hospitali nitakuwa nimempeleka kaburini, unamaanisha nini? Nikamwambia mama, usitaki kuniambia kwamba unataka kummalizia na huyu ambaye ndo nimebaki naye kama ndugu yangu. Umewaua wote mpaka babangu umemua. Usitaki kuniambia na huyu pia unataka kunimalizia. Bahati anasema kwa siku ile mamangu hakuwa msemaji mkuu. Msemaji mkuu alikuwa ni yule baba mtu mzima. Akaniambia, Bahati, vifo vya ndugu zako umevitaka wewe mwenyewe. Baba yako sisi hatujamuua. Baba yako amekufa kwa magonjwa yake binafsi. Hatuhusiki na kifo chake kabisa. Na baba yako ni mtu ambaye tusingeweza kumuua kwa sababu hakuwa kwenye kiapo chetu na mama yako. Lakini vifo vya ndugu zako umevitaka wewe. Ungekuwa umerithi mikoba ya mama yako, umekubali kurithi mikoba ya mama yako, umekubali kuingia kwenye kilinge chetu, hayo yote yasingetokea. Bahati anasema wakati ule ndio kutafakari. Bahati anasema namkumbuka sana yule mama ambaye alikuwa anatunyanyasa sana na tusema sana vibaya mtaani kwamba mimi mama wangu ni mchawi. Bahati anasema wakati tunaendelea nikamuuliza tu yule mama, wewe mama, na wewe ni mchawi? Wewe ulikuwa unasemaga unasema mama wangu ni mchawi, wewe na wewe ni mchawi? Bahati anasema akaniambia eti usiseme mchawi, sema na wewe ni mtaalamu. Nikamwambia mtaalamu wewe ni mchawi? Wewe ulikuwa unamsemaga mama wangu mimi ni mchawi, wewe kumbe na wewe ni mchawi. Bahati anasema yani nilishindwa kuvumilia kuacha kumuuliza kwa sababu ni mtu ambaye alikuwa anamsema sana mamangu. Yani watoto zake walikuwa wanachuchukia sana, wanachafua sana shuleni, wakisema kwamba sisi ni watoto wa mchawi, mama yetu ni mchawi, kumbe na mama yao pia ni mchawi. Bahati anasema sasa sikujua alikuja kuingia mbele ya safari au ilikuwaje. Bahati pale anasema wakaanza kuongea na mimi wakiniambia kwamba dada yako amebakiza lisali moja tu la kuishi hapa. Kwa hiyo kama utakubaliana na masharti yetu, hata dada yako utampoteza. Amebakia na lisali moja tu. Bahati anasema nikamwambia mnasemaje? Mnataka kumuua na dadangu na nini? Bahati anasema nikaanza kuongea pale. Nikashindwa hata kuvumilia. Nikamwambia hivi, mama, wewe ni mama wa design gani? Unatoa kizazi chako chote. Niue basi na mimi kuliko niendelee kuteseka kuangalia maumivu makali kiasi hiki. Umepoteza ndugu zangu, umenipotezea babangu na sasa na huyu unataka kumchukua hata huyu ambaye umemfanya zezeta. Kweli mama? Akaniambia wewe koma wewe. Nishakwambia mimi sijamuua babako. Sihusiki na kifo cha babako, tena ukome. Nikamwambia sawa. Unaweza ukaniambia usiki. Kwani hivyo vifo vingine uliwahi kukubali? Uliwahi kukubali kwamba unaona usika? Unakubaligi mbele ya machongo lakini mbele kwa watu unajiliza, unalia kiunafiki, unajidai kwamba una maumivu, unajidai kwamba unateseka. Wewe mama ni design gani? Bahati anasema ile baba akaniambia kwamba wewe unaendelea kupoteza muda. Wakati unaendelea kulaumiana na mamako ungetoka ufanye tu maamuzi. Una muda mchache sana dadako anapoteza maisha hapa. Bahati anasema ile kukaa hivi nikamwona dadangu ameanza kutoka damu sehemu ambazo ziko wazi, masikioni, puani, mdomoni anatoka damu. Bahati anasema
Nikaanza kulia kwa nguvu. Akaniambia hapa sasa hivi ukileta hakuna mtu ambaye anaweza kukusaidia. Hapa sisi wote lengo letu ni moja. Kwa hiyo wewe ni wanaume, jikaze, unabidi uokoe maisha ndugu yako aliyebakia. Bahati nasema kichwani nasema sijui niache amuue tu, mbona amekufa wengine? Sijui nifanyaje. Bahati nasema niliingia na hofu, lakini sikuacha kumlaumu mamangu. Nikamwambia mama, hata ukienda mbinguni, yani huwezi kuingia kivyo vyote, hata kama ukitubu kwa namna gani huwezi kumshawishi Mungu kuingia mbinguni. Lazima nilimlaumu sana mamangu. Nikamwambia mamangu, wewe una roho mbaya. Una roho mbaya sijai kuona. Usikie uchungu vizazi vyako, huna chochote ulichobakiza. Usikie uchungu. Akaniambia Bahati, nimekubakiza wewe. Wewe ndo ninayekutegemea. Ndio maana nimekubakiza wewe. Kwa hiyo unavolia usizani kama maneno yako unaniambia mimi yatanishawishi. Unataka kufanya hivyo. Bahati anasema kati naendelea kulaumu pale mamangu, yule baba akaniambia una dakika 15 zimebaki kwa ajili ya kuhakikisha dadako bado yuko hai. Kama utaamua dadako afe mbele ya macho yako, uanzishe msiba mwingine hapa tena, basi ni sawa. Bahati anasema pale ambapo niliambiwa dakika 15 dadangu alifumbua macho na akafumbua pia mdomo. Na Bahati anasema siku ile dadangu aliongea lugha, sio kuongea tena kama yule mtu mwenye uzezeta, yani yule ameshindwa mdomo unakuwa mzito kuongea. Hapana, Bahati anasema dadangu aliongea kawaida kama alivyozaliwa, alivyokuwa anaongea mwanzo akiwa hajafanya chochote na mamangu. Na Bahati anasema wakati, kwa sababu nilikuwa nimekaa naye pale karibu, akawa ananiangalia, anaomba Bahati, anaambia Bahati, naomba nisaidie kakaangu, usiniache nife. Bahati anasema nilishangaa kwanza kuona dada kumbe anaweza kuongea kawaida. Mbona siku nyingine anaongeaga vibaya, anaongeaga kama ana shida, leo anaongea vizuri na naomba nimsaidie. Bahati anasema dadangu akawa ananiambia usiache nife, nitoe hapa Bahati tafadhali, usiruhusu na mimi niondoke, usiruhusu na mimi nife. Bahati anasema nikawa nawaza hivi, huyu ni dadangu kweli au kuna kitu tu amepewa na nini? Basi anasema dadangu akawa analia pale, mamangu akawa ananiambia utampoteza dadako mwenyewe kwa kitu kidogo tu ambacho kitakurahisishia maisha yako yote. Basi anasema akati naendelea kumwangalia dadangu pale, yule baba akaniambia tena, Bahati, una dakika 5 tu umebakiza. Dadako atapoteza maisha tena mbele ya macho yako. Bahati anasema sijui nifanye nini, sina la kufanya. Bahati anasema ni kama nimefumbua ubongo, sikuwaza hata yani sikuwaza chochote. Bahati anasema dadangu alijivuta akanishika mkono akiniambia usiniache nife. Bahati anasema nijikuta nalia na nikawaambia kwamba nimekubali kufanya vile mnavyotaka nyinyi, lakini naomba niwape masharti yangu na mimi ninavyotaka jambo hili liwepo. Bahati anasema mamangu akaniambia wewe ndo kijana wangu sasa, wewe ndo mwanangu ambaye nimekuzaa, jembe langu. Bahati kama nilivyokuita ndo bahati yangu. Wewe mimi nina maana yangu kukuita wewe Bahati. Yaani wewe ndo mwanangu mimi ninayemjua. Cha kwanza kabisa ni kwamba umekubali hayo masharti, tutafahamu tu. Nikamwambia hapana mama, sio kwamba nafanya hivi kwa kupenda. Akaniambia wewe umeshakubali, kikubwa tu kwamba umekubali. Basi Bahati anasema nikamwambia mimi na masharti yangu. Bahati anasema ile baba akaniambia, akamwambia kwamba mamangu aache niongee hayo masharti yangu. Nikamwambia nataka kwanza kabisa dadangu arudi kwenye hali yake sawa. Hii sauti ninayoisikia hapa, akipona arudi awe yule dadangu ninayemjua mimi tokea mwanzo. Na pili, sitaki familia yangu iguswe, kuanzia mke wangu nikija kupata watoto wangu, sitaki watoto wangu waguswe, sitaki familia yangu iguswe. Nitahusika humo mimi na mama yangu tu. Na cha tatu, nataka iwe siri kati yangu mimi
na nyie tu, sitaki mtu mwingine afahamu, hata mke wangu sitaki afahamu. Kaambia tu kwamba kama mke wangu atahitajika kwenye elimu uko mbele ya safari, nitakuja kujua ni namna gani ya kumwambia, lakini sasa hivi sitaki mke wangu ajue chochote, sitaki. Betty anasema nikawa namwambia basi mrudisheni dadangu kwenye hali yake ya kawaida, lakini kabla hawajafanya chochote ile baba alinijibu akaniambia kwamba Bahati, hii sio swala la kupeana matumaini. Panapohitajika sadaka, sadaka itatoka. Huo ndio ukweli ulivyo. Panapohitajika sadaka, sadaka itatoka. Na kama ulikula damu za watu, naza kwa zitalinywewa. Na kama ulikula nyama za wengine, basi na nyama za sadaka yako zitaliwa vile vile. Kwa hiyo ukiingia huko jiandae kisaikolojia. Hivyo ndivyo ilivyo. Nikamwambia ndo maana nilikuwa sitaki. Kaambia dadako ana dakika chache tu hapo, ukisema tu yani wewe majibu yako ndo atakaomweka dadako hai. Acha anasema niliumia sana. Nikimwangalia mamangu hivi simuishi, simmalizi, kwa sababu yeye ndo chanzo cha sisi kufika hapa tulipo leo. Acha anasema nimekubali kuingia kwenye uchawi ili nisimpoteze na dadangu. Na dadangu asipotee, dadangu asife. Basi Bahati anasema nikapewa, yani kabla dadangu hajajirudishwa kwenye hali ya kawaida, kuna kitu akaniambia nimeze. Sasa anasema ni kitu kama kimefungwa kwenye mafundo. Akaniambia kwenye mafundo kwenye kitu chekundu na cheusi, kitambaa chekundu na cheusi. Basi anasema sio kikubwa sana, ni kwamba kinamezeka. Nikaambiwa nimeze, kimefungwa kama mafundo 3. Nikauliza sana meza. Basi anasema mwile baba akaniambia usitupoteze muda, hebu meza. Basi anasema nikameza. Fanyaje? Nikameza. Basi anasema nilipomeza, dadangu hali yake ikawa sawa. Ikawa shwari, akarudi kuwa sawa. Amepona, lakini sio kwamba ametoka kwenye ile akili yake ile uwage hujaisha. Kwa hiyo anasema dadangu mimi amepona. Na mamangu akaniambia kwamba pale natakiwa nikae kwa siku 7, yani wiki nzima. Kuna vitu ambavyo natakiwa kuvijua ndio niondoke nirudi mjini. Kwa hiyo siruhusiwi kuondoka sasa hivi. Siruhusiwi kuenda popote. Kuna vitu ambavyo natakiwa nivijue na niondoke. Jamani, mimi naishia hapa, muda umeenda, lakini kinachotuumiza sote mimi na wewe usikiliza ni Bahati kukubali uchawi wa mamake. Lakini Bahati anasema alikubali ili dada yake pia naye asife. Angebaki peke yake kwenye hii dunia, angekuwa yeye peke yake tu. Kwa hiyo Bahati anasema ni masharti aliyopewa ni kubaki pale kwa siku 7. Itakuwaje kwenye zile siku 7? Bahati anaenda kufundishwa nini? Bahati atarudi kule kwake. Mke wake ana dini sana, ni baba wake ni baba mchungaji na nini. Akifika kwa mke wake kule, hali itakuwaje? Ataweza kuishi na hiyo siri kweli na uchawi anayekaa nao, au kipi ambacho kitatokea? Tutaendelea kwa wiki inayokuja tujue kipi ambacho kitatokea. Tupo ukingoni jamani, na najitahidi kukimbizana na matukio ya Bahati, lakini kuna matukio ambayo huwezi kuyaruka. Yani huwezi kusema utaelezea Bahati useme hichi ni cha kawaida. Hakuna la kawaida kwenye maisha ya Bahati. Nadhani ambao tumekuwa kuanzia mwanzo, yani hakuna cha kawaida. Hivi wewe ushafiwa na mtu kwenye gari upo naye safari, yani hicho ndio kitu ambacho sidhani kama binafsi ningeweza kuhandle. Sijui. Mtu umekaa naye baba yako kwenye siti moja amefariki dunia, mpo safarini. Bahati amepitia mengi mazito, lakini sasa amekubali uchawi. Lakini Bahati amekubali uchawi dakika za mwishoni. Ana ndugu yake mmoja tu ambaye baki na dada yake. Kwa ajili ya maisha ya dada yake kakubali uchawi. Kipi ambacho kitatokea? Ataishi nao uchawi au itakuwaje? Tukutane wiki inayokuja, ni mbali lakini usijali. Tukutane wiki ijayo. Niwaambie tu kwamba YouTube yetu pia inapatikana kule, simulizi za Bahati zinapatikana kuanzia simulizi ya kwanza. Kwa wale ambao kwa sambamba na sisi kuanzia mwanzo, basi ingia Banana FM TZ kwenye YouTube yetu, andika Banana FM TZ, angalia Bahati kuanzia sehemu ya kwanza na kuendelea. Niwatakie jioni njema, niwatakie weekend njema.